Naitwa Miriam Kipuli, ni Country Human Resource Manager wa Melvic Tanzania Limited. Napenda kutoa ushauri au kuzungumzia mambo kadhaa yanayohusiana na wanawake, ambayo mambo hayo yanaleta changamoto katika maendeleo ya mwanamke na kuweza kuleta shida katika jamii. Ningependa kuzungumzia kwa swala la changamoto kwa ujumla, ambazo ni changamoto kubwa, critical challenges ambazo zinawakuta wanawake sana katika jamii. Ya kwanza naweza kuzungumzia ni changamoto ya unyanyasaji wa kijinsia. Hii imekuwa ni changamoto kubwa sana na tumekuwa tukisikia sana kwenye vyombo vya habari. Ni kitu ambacho tunatakiwa tukitafutie solution. Changamoto ya pili naweza kuzungumzia ni kwamba kutokupatikana mfumo mzuri wa kumwezesha mwanamke kuweza kujitambua. Hii inaweza kumsaidia kama ikiwekwa wazi na ikiwekwa vizuri, itamsaidia mwanamke kuweza kutambua potential, kile alichonacho, na kuweza kumsaidia aweze kuwa na uthubutu wa kufanya kitu kinachotakiwa ili kuweza kumpatia maendeleo. Changamoto nyingine ambayo ni ya kiujumla ni ile ya mwanamke kupata rasilimali. Unakuta mwanamke anakuwa na potential fulani, anahitaji rasilimali ya kuweza kumsaidia kufanya kitu fulani ambacho kitaleta maendeleo katika jamii. Mfano, unakuta asilimia kubwa sana ya wanawake wengi ni wajasiriamali. Kwa hiyo rasilimali ya fedha inakuwa mara nyingi ni changamoto kwa mwanamke. Kwa upande wa teknolojia pia tunaona kwamba mwanamke anapitia changamoto kubwa sana. Kwa mfano, ukiangalia kwa negative maudhui mengi sana ya kiteknolojia yanaweza kuwa mara nyingi sana yanamdhalilisha mwanamke badala ya kuweza kumsaidia na kumsupport kufikia katika malengo yaliyo mazuri na kuleta impact katika jamii. Lakini pia kama nafasi hiyo itachukuliwa vizuri na mwanamke, kwa upande wa changamoto, nafikiri ni nafasi nzuri kwa mwanamke kuweza kufanya biashara, kuweza kujielimisha na kuweza kufanya shughuli ndogo ndogo kwa take advantage ya teknolojia ambayo kwa sasa hivi inakuwa kwa kasi sana. Lakini swala jingine pia kwa upande wa teknolojia, tunaona kwa sasa hivi kumekuwa kuna urahisi wa mashine mbalimbali ambazo zinaweza zikasaidia shughuli za wanawake. Badala ya kwenda na process ile ya zamani, inaweza kaita kama ni traditional way of doing things, anaweza kaitumia technology ambayo sasa hivi inarahisisha kutumia mashine mbalimbali na zinapatikana kwa urahisi. Mfano, unaweza kukuta mwanamke ni mpishi, kuliko unakuta ameshapika chakula na anahitaji wateja wapate chakula. Badala ya kuwasha mkaa, kutumia mkaa kupasha chakula, anaweza kutumia microwave. Pia microwave inaweza ikatumika pia katika kutengeneza karanga ambazo zinakuwa katika ubora ule mzuri. Kwa hiyo ni swala la mwanamke kuchagua kwamba anahitaji kutumia vipi teknolojia make impact na kuweza kuleta impact katika society. Wito wangu mimi kwa wanawake ni kwamba tutumie fursa ambazo tulizonazo, tupunguze kutumia mitandao ya kijamii kwa kupoteza muda. Badala yake tutumie kwa ajili ya kujielimisha na kuwa wagunduzi wa mbinu mbalimbali za kufanya biashara. Hata pia kwa wanawake ambao wako katika nyadhifa mbalimbali ofisini, kutumia nafasi hiyo kujielimisha na kuwa innovative, kuwa wanawake ambao wana innovative, nikisema ni kuwa creative, kuwa wajuzi, wanaweza kupata ujuzi mbalimbali kupitia mitandao. Kwa kuleta ujuzi huo pia inaweza ikaleta impact katika biashara ya makampuni mbalimbali. Pia wito wangu kwa serikali ni kwamba waweze kuwasupport wanawake, especially katika kuwajengea uwezo, kama nilivyosema kwamba unakuta ile mwanamke anakosa ujuzi, ule ujuzi anaokosa directives, tuseme yale maelekezo, support. Kwa kuna mifumo ya kuweza kuwasaidia wanawake ili waweze kujenga ujasiri. Kwa kuna mifumo ambayo inaweza kumsaidia hata kama ni kuanzisha ya vituo mbalimbali vya kuwajengea uwezo, capacity building, kumjengea uwezo mwanamke, kwamba mwanamke aweze kujitambua, kutambua potential, pamoja na kuweza kujenga ujasiri, kuweza kusimama na kuthubutu kufanya kitu cha kimaendeleo. Na
nafikiri kwa hayo sina mengi zaidi, lakini ni ushauri ambao ninaomba. Asante. Wow. Mimi nimesimama mbele yenu kwa kofia nyingi sana. Kwa hiyo kofia namba 1 kama nikiwa maeneo ya kazi hapa mnaona kama ni HR, ni kiongozi, si ndio? Lakini nikiwa nyumbani mimi ni mama na ni mke. Na ninaposema ni mama na ni mke, ninasimama katika nafasi zote hizo. Najua sasa hivi wanawake wengi sana, wadada especially, unakuta kwamba umeolewa kwa sababu unafanya kazi unakuwa unasahau kazi nyingine kama ni mke ama ni mama. Mimi nasimama katika nafasi hiyo kwa uaminifu kabisa. Kwa hiyo nikiwa nyumbani mimi nalea watoto wangu. Ndio. Na watoto wangu nawalea, unajua HR. Nawalea katika kama ninavyowalea nyinyi hapo. Kuna misingi na miongozo ambayo nimeiweka kwa ajili ya kulea watoto. Apart from that, kama mke na mama ninachukua nafasi yangu, ninapokuwa nyumbani ninafanya majukumu yangu yote. Ninapokuwa na dada wa kazi nyumbani, yeye msaidizi wangu wakati sipo. Na mimi mara nyingi nikirudi nyumbani huwa napika chakula cha jioni. Yaani kupika katika ukodari, yaani mtu akila chakula changu kwa kweli anaelewa warembo wenzangu kwamba yani majukumu yetu yafanye. Ikiwa nyumbani tufanye majukumu yetu, tukiwa kazini unapiga mzigo kama kawaida. Ikiwa kazini mimi nafanya kazi kweli kweli. Nafikiri mwaka jana mliweza kuona nimepata award ya kuwa the best HR in Tanzania. Kwamba mimi sasa hivi najulikana yaani Tanzania hakuna mtu ambaye hajui music. Na hiyo yote kwa sababu ya mwanamke ambaye aliweza kusimama kwa niaba ya kampuni kuweza kuipaza. Kila inapokuwa tarehe 8 ya mwezi wa 3 kila mwaka huwa tunasherehekea sikukuu ya wanawake duniani. Sikukuu ambayo imejipatia umaarufu katika kutangaza haki za wanawake, lakini pia kuweka hali ya usawa kwa wanawake na wanaume, kitu ambacho kinawapa fursa wanawake katika kueleza ama kuonesha umahiri wao wa utendaji katika nyadhifa mbalimbali, lakini pia tunakuwa tunaweza kuwatunza wale ambao wamekuwa wakifanya vizuri katika nyadhifa mbalimbali. Na hapa mpata kusikia kutoka kwa Madam Miriam ambaye yeye ni HR kwa moja kati ya kampuni kubwa kabisa ambaye ameweza kupata tunuku za awadi kulingana na utendaji wake. Lakini pia tunaenda kuwasikia wanawake kutoka mtaani, basi pia wao wana yapi ya kusema. Kwa majina naitwa Nafisa binti Ramadhani. Mimi ni mwanamke mjasiriamali mdogo naitegemewa na familia yangu. Mimi ni mama wa watoto 3. Biashara zangu ni nyingi sana. Nikiweza kukutimulia sitaweza kuzimaliza. Hivyo tunakusihi mwanamke mwenzangu, usiboreki. Usikae nyumbani, usikae vibarazani, mwanamke kuhangaika, mwanamke kufanya kazi. Mimi mwenzio natembea na ofisi yangu, nategemewa na familia yangu, na wahudumia familia yangu, watoto wangu wanasoma, biashara yangu hii hapa. Natembea na begi langu kutu. Mwanamke fanya kazi, mwanamke kupambana. Mwanamke usiishi kwa kumtegemea mwanaume hata siku moja. Mwanaume atabaki kuwa mwanaume na mwanamke atabaki kuwa mwanamke. Wewe ni mama, wewe ni dada, hebu jitambue. Mama anakuambia kazi iendelee. Wewe unakaa vibarazani unasubiri nini? Kwa majina naitwa Mimi Bahati, ni dada, ni mwanamke najishughulisha na biashara ya duka la mangi, yani almaarufu duka la mangi. Napata mahitaji ya nyumbani, mahitaji madogo madogo kama mayai, juisi, unga, sembe, dona. Mimi ni mhitimu wa chuo kikuu, nimesomea sheria. Kutokana na soko la ajira kidogo kuwa gumu, kwa hiyo nimeamua kujiajiri na hii biashara, najishughulisha kama hivi unavyoona. Wakati naendelea kufanya application mbalimbali, najishughulisha kama hivi na biashara ndogo ndogo. Na wasi vijana wenzangu kwamba usikae tu nyumbani unasubiria ajira ndio wale stress kujiua. Kama hivi unaona vijana wengi wanajiua kutokana na hawana ajira. Kwa hiyo unaweza ukaja hata dukani kwangu, mwisho wa siku nimepata fursa ya ajira, naweza nikakuachia ukaendeleza mtaji wako hapa ukafanya biashara.
Wito wangu kwa Mama Samia ni kwamba kwa sisi vijana ambao tupo kwenye kutafuta ajira, tuone kwa kutuongezea misingi, labda hivyo mikopo, ile mikopo ambayo haina riba kubwa tunaweza tukairudisha. Na vijana wengine ambao hawajaajiriwa, msibweteke majumbani ukiwa mnasubiria ajira mkiwa nyumbani. Kwa jina naitwa Rozi, kwa jina ninaofahamika mtaani kama Mama Kana. Mimi ni mama mpambanaji, najishughulisha na biashara kama hivi ndogo ndogo hapa na sio na akili zangu. Jamani, usipende kujibweteka. Mwanamke lazima upambane, hata kama una mwanaume lazima upambane. Mwanamke kuchakalika, yamkini mwanaume leo yupo, kesho hayupo. Ukimtegemea sana mwanaume huwezi kutoboa. Ukiwa umejibweteka tu, mwanaume kaondoka, ndio ile unahangaika, leo niende hapa niende hapa. Lakini ukiwa unapambana mwenyewe, maisha yanaendelea. Kama hivi hapa watoto wangu wanaenda shule, wengine wapo chuo na kuna wengine wamemaliza. Mwanamke na endelea kupambana. Kwa hiyo nawahusia na akili zangu, msikae tu mjibweteke. Mwanamke amka kupambana. Na leo ni kama sikukuu ya wamama. Mwanamke unaambiwa inuka ukapambane.